Ni sawa. Haya, karibu sana ndani ya Siziku nayo mami. Ulitutumia SMS ukasema kwamba ungependa kufunguka. Ndio. Haya, tuambie kisa chako ni gani? Lesbianism. What happened in lesbianism? I had a friend of mine in Form 4. Okay. I had nilikuwa ndio nimeingia tu shule hivi Form 1. Oh, ulikuwa wewe ni mono kama wanavyowaita. Ndio umeingia shuleni you were first year. Sasa niliingia shule usiku. Sasa tukiwa time to class even in prep. Sasa huyu gala alikujia kaunda urafiki na mimi. Alikuwa anakukujia kama mtu ambaye anataka kukulinda, maana utasikia watu wengi ambao wameingia Form 1 wanasema kuna Form 4 ambaye amekuja kama big sister anakuprotect, ama how did your relationship start? Alikuja kama mtu mwenye kama unamwisha kama mzazi shule. Because that time I was 11. You were 11? 13 years. You are? 13. Oh, you were 13 ukiingia Form 1. Yes. Sasa sikuwa anajuanga intentions. Okay. Akaunda urafiki na mimi for 1 week. Sasa nikaenda sasa tukiwa kwa doma akakuja akanitoa domu yetu. For the first week nikaenda domu yao nikatoka huko. Alikuhamisha wewe unalala kule kwa domu yake? Sasa nilienda kwa domu yake nikatoka huko. Nilitoka tu kwa mwenyewe nikarudi domu yetu ya Form 1. Sasa kuja huko Form 1 akakuja akaniuliza mbona nimerudi, nikamwambia mimi sitaki kulala na maform 4s. At this point alikuwa amekufanya anything yenye ilikufanya utoroke huko kwa domu yao? Mwenyewe nilitoka tu kwa kozi ya maform 4s, nilikuwa nasikia form 4s most of the time wanapanga bula. Sasa mimi nikatoka huko hivyo kwa nilijua anaweza kanibul. Oh, uliogopa bullying? Yes. Sasa nikarudi kwa domu yangu. Sasa after nilitoka hivyo akakuja kwa domu yetu usiku. Watu wakiwa wamelala, maform 1s wakiwa wamelala. Akapanda juu ya bedi yangu na mimi sikuwa najua kama ako juu ya bedi yangu. Akakuja na object, ilikuwa biros na pencils. Akaja na biros na pencils? Alikuja na biros na pencils kwa dom. Sasa mimi penye niligundua mtu ako kwa bedi yangu, ni mwenye alinishika. Sasa vile alinishika ndio nikagundua kumbe mtu ako kwa bedi yangu. Kuamka kuangalia nikampata ni yeye. Nikamwambia unafanya nini hapa? Akaniambia usijaribu kushout kwa sababu ukishout inaweza nikakufanyia nitakudunganisha. Oh my god. Pole sana. Ikabidi nimenyamaza. Akachukua hizo biros alinitoa nguo kwanza. Na sasa hiyo ni usiku, wenzako wamelala? Wenzangu wamelala, ilikuwa usiku. Akanitoanisha nguo. Akaanza kunidunganisha na zile nini za siri. Hizo pencils na kalamu akawa anafanyaje? Alikuwa ananiingiza nazo huku chini. Oh my goodness. Anaziingiza kwa your privates? Ndio. Na hii ni after amekuthreaten kwamba ukimove atakujeruhi? Ndio. Oh no. Pole sana. Nikienda kwa teacher wa guidance and counseling. I'm sorry, wacha nikurudishe nyuma kidogo. When she was doing these things, you were frightened, ungeweza kuitisha msaada, ungeweza kupiga nduru kwa watu wenzako? Sasa alikuwa ameshaniambia nikijaribu kupiga nduru atanidunganisha. Sasa ikabidi nimenyamaza kwa sababu still young, kwa sababu alikuwa mtu mkubwa. Yeah. Sasa nikanyamaza nikiwa kwa bedi ananifanyia vitu na nilikuwa nahisi uchungu. Pole sana mami. Sasa akafanya hivyo akamaliza, nikaanza kutembea ni kama mwenye naumia miguu, kitembea kama niko comfortable. Nikaenda nikaeleza mwalimu wa guidance and counseling. Akaniambia yeye anaogopa form 4 because there is a time walimchapanga. My goodness, you reported to a teacher?
Niliripoti kwa teacher. Mwalimu akakwambia ifia form 4s? Anaogopa form 4 because there is a time walimshika wakamchapa. Was the teacher a she or a he? A she. Okay. Na you reported after the first incident ama ulikuwa ameendelea kukufanyia hivi for a while? After hiyo first incident. Ndio nikaenda wewe mwalimu akaogopa akasema anaogopa form 4. Sasa ikabidi nimenyamaza. The following day akaja without objects. Akaja bila objects. Sasa hiyo time ndio nikapata amenitoa nguo, amenilalia juu. Kwanza nilikuwa kwa darasa hiyo time, ilikuwa hiyo evening bado. Akuja akanitoa nje hiyo usiku, akaenda tukaenda na yeye huko, akaniambia tuende na wewe. Nikaenda na yeye mpaka huko kwa latrine. Akaanza kukubusu. Ndio. So in short, she abused you ukiwa form 1 na ako form 4. Yes. For how long did this abuse last? Alini abuse mpaka vile tulimaliza hiyo form 1 ndio nikatoka, nikaambia mzazi mimi kwa siwezi nikakaa cause ilikuwa ngumu for the first time kumwambia cause mzazi yako anaelewa, alikuwa mtu mkali hapa ananielewa. Ulikuwa unamwambia mama ama baba? Nimeishi na baba cause nilikuwa naishi children's home. Oh no. So unaambia baba kwamba I'm being abused, baba haelewi unaabuziwa aje? Yako anaelewa cause nilikuwa namuogopa kumwambia baba nafanyiwa hivi na hivi. Na there's no other teacher you reported to, ilikuwa tu ni huyu mwalimu wa guidance and counseling? Our principal alikuwa anasema yani kezo napeleka kwa teacher guidance and counseling, na kuna kupeleka kwa mwalimu mwingine. Oh my goodness. So uliona kwamba you are restricted, hauwezi ripoti kwa mtu mwingine? Yeah, hiyo ndio ilikuwa tu nikoza. Alikuwa the school head girl. Hakuna penye ungempeleka. She was a head girl. Yes. Oh my goodness. She was a head girl. Pole sana mama. Hiki kitu kilitokea mwaka gani labda? Ati nene? This incident ilitokea mwaka gani? Ilitokea 2022. 2022, just the other day. Yes. So eventually you were moved from that school ukapelekwa shule nyingine? Ndio ilibidi nimemaliza huko hiyo nini form 1 yote cause nilikuwa nimeza baba ananiambia nitarudi huko, nikimwambia hivi nikaenda nikakalisha baba nyumbani, nikamwambia baba napitia hivi na hivi. Hiyo time ndio nilifunguka, akaniambia niache kumdanganya narudi shule. Akaona una pretend. Akaona ni kama mwenye na pretend. So but you moved from that school eventually? Nilitoka ndio nikakuja day school after nilikataa kwenda shule, nilimwambia siendi nikimaliza form 1 sitarudi huko. So ulikuja ukamaliza shule? Nilikuja nikamaliza shule after huyo nasi aliendanga, huyo nasi akiwa hiyo form 4. Na wenzake walikuanga form 3. Hakuanga peke yake. Sasa alikuwa amezoea, alikuwa akikutana ni hivyo cause si yeye mwenye amenifanyia peke yake, but yeye ndiye alikuwa amenizoesha. Alikuwa you were abused by other students. Yes, na walikuwa ma prefect tu bado. Oh my goodness, I am so sorry mami. Let me ask, you are done with school now? Yes, I finished last year. How has this thing affected you? Imekuwa affect kivipi? Ni kama sasa nimezoea. Ni kama umezoea? Yes. Ni kama sasa umependa what was done to you? Ni kama ni kama tu kitu yenye imenikujia kwa damu hivyo tu. Na sasa hivi you are attracted to fellow women? Yes, but sasa most of the time huwa napenda kujicontrol. So you masturbate, that is? Yeah, cause nikisikia hivyo sasa naenda na nikiache nikuwe busy, sasa nisiende huko from nimemaliza form nikiwa form yaenda huko. Hey, pole sana mrembo, pole sana. Whatever was done to you is so sad and it's such an injustice kwamba mzazi pia hakuwa anakusikiza. Mzazi hakunisikiza, that's why ndio nilienda kwa children's home for the first time. Hiyo nikiwa form 1 nilimaliza hivi nikabidi nimerudi kwa children's home penye nilikuwa naishi. Okay. Madam, niko na swali.
ulipomaliza shule up until now, and sorry to bring this up, I know it's a sore subject, but tokio umemaliza shule mpaka sasa hivi umejipata ukifanya sex with the same najikuta ni kama inafanya na object. Oh, unafanya kwa hivyo hujajihusisha kimapenzi na mwanaume? Bado hiyo sije. Na haumtamani mwanaume? Ndio. Na mwanamke mwenzako? Pia mwanamke najicontrol, lakini sasa ikifika kwa object sasa ndio kujicontrol ndio inakuwa ngumu. Okay, we get you. Sasa ndani ya Siziku nayo leo umekuja tukusaidie vipi mrembo? Unafunguka ama you want some sort of help? Nataka mnisaidie kama mnaweza mkani advice hapo. Okay. Tunaweza pia tukakupigia pembeni tujue labda uko kwenye county gani bila kutaja your village or your area. Niko Kakamega County, lakini sasa nilitoka mimi ni wa Kakamega County. Sasa hivi uko wapi? Where are you residing now? Sasa hivi niko huko Kiambu County. Sawa mami. Sikiza ushauri wa msikilizaji, and then if we can find someone in Kiambu who can give you counseling, we'll get back to you. Sawa? It's okay. Pole sana mrembo, pole sana. Wazazi tuwe macho. Tuwasikize watoto wetu. When someone says I don't want to go back to that school, don't assume ni kichwa ngumu. You don't know what is happening. If in Kiambu na unaweza kumsaidia dada yetu na counseling, tafadhali talk to us. If you're offering such services, 22277 nambari yetu ujumbe mfupi, tuma SMS ukianza na neno Kiambu. Tuambie utamfanyia counseling wapi, and then we'll get back to you. Tupokee simu 0719012700. Radio Maisha. Hello Radio Maisha. Hello Radio Maisha. Hello. Yes. Saya Nzula na Guzman, tuko salama. Nani wenzetu? Mimi naitwa Maureen. Nimetoka Kitui. Yes, karibu sana Maureen kutoka Kitui. Nimekuwa nikiwapigia simu na kutuma message zangu na sionangi nikilisikia. Nilikuwa nataka kuingia kwa Siziku nayo. Tutumie SMS sahi mami, anza na neno Kitui, alafu we'll get back to you. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes. Sema nasi. Hari Nzula na Goodman. Tuko salama. Jamani, kwa sababu ya muda, let's help our sister. Salamu kidogo tuweke pembeni kwa sasa. Radio Maisha, hello. Radio Maisha, hello. Nzula na Guzman, mambo. Karibu Moga, katuambie. Tawangware, tuko sawa. Sasa cha muhimu hapo, huyu msichana anahitaji counseling ya hali ya juu. Kweli. Mwanzo poleni, na cha pili cha muhimu sana, maombi huwa yanayayusha kila kitu kwa Mungu. Asante Nzula. Asante. Kwa sababu ya muda, haraka upesi, unamwambiaje dada yetu? Radio Maisha, hello. Nzula. Yes. Huyu ni Moses Baraka kutoka Matungu kwa Kakamega. Karibu. Sasa mimi nitaambia dada yangu ajaribu kupata ushauri kwa wachungaji, itamsaidia sana. Asante. Unasemaje? Radio Maisha, hello. Nzula Makosi. Yes, na Guzman, tuambie. Anaweza mazikeka pia hapa. Huyu kuna unajua kuna hizi vitu zinaitwa tuseme ni spiritual. Na ni kama hiyo shule inapaswa kufuatiliwa juu watu unaonekana kuna watoto wengi wanazumbukia pale. It's very possible, lakini she was abused. It's not spiritual bro. Alidhulumiwa kimapenzi. Sylvia, karibu. Yes, Nzula. Yes, ma'am. Wacha tushukuru huyu mwanadada pia ametufungua kama wazazi. Kabisa. Wakati mtoto anakuambia kitu jamani, tusikie. Tusikize jamani. Usione kila kitu mtoto anakosea. Tusikize, usiseme wewe hutaki kusoma, wewe ni kichwa ngumu. Radio Maisha, hello. Hello. Yes. Mimi naitwa John kutoka Aero. Yes. Nilikwenda kupatia huyu msichana ushauri hivi. Ajihusishe hata sasa hivi ndio ametoka shule hivi. Ajihusishe na kitu kingine kama hizi madramas hapa nje sasa hizi. Aweza connect na mtu yote tu hapo nje. Kabisa, she has said she's doing that already. Radio Maisha, hello.
Ndula Guzman, good evening. Good evening Aida, tuambie mami. Kitu ya kwanza, msaidie, mtafute hiyo counselor, msaidie, si ndio? Alafu tu, kama anaweza pata kazi, keep busy. Yes. Alafu 3, maombi muhimu sana. Hata kama hajui kuomba, aombe tu sala la Bwana 7 times alafu analala, Mungu atamsikia. Alafu please wazazi, mimi niko na friend yangu aliniambia juzi ati mtoto wake amekataa kuishi na shosho. Nikamwambia no. Ukipata mtoto anakuambia sitaki kuishi mahali fulani, investigate. Na ni msichana. Wazazi, huu ni wito wetu kutoka hapa Maisha Jioni. We have said this countlessly. Please let's listen to our children. Tuwasikize watoto wetu. Yes. Na ukali. Tunaruhusiwa kuwa wakali, but can we make our kids friends? Imagine mtoto aliacha baba akarudi children's home. What does that say? No sana. No. Can you imagine msichana amepitia mambo mangapi? Na she was not abused by the head girl only. Ma prefect. Paka ma form 3 walimu abuse. It is quite unfortunate. Tutumie SMS kwa 22277 ukianza na neno Kiambu kama unamjua ama wewe ni mshauri uko maeneo ya Kiambu hata Nairobi. Yes. Na unaweza kumpatia dada yetu counseling. Sizikwi nayo. Nadhani umefika sehemu salama. Sizikwi nayo. Nzito sana. Nzito. Nzula Makosi na Guzman Mikidadi watakusaidia usizikwe nayo hapa Maisha Jioni.